hapo hapo wakati umepata ile injury, kwa picha ya kawaida watu walihisi kama tatizo dogo. Baadhi ya mashabiki wa Simba wakawa wanaimba kajivunja, walihisi kama mechi imekupalia. Kesho tukaona jambo limekuwa serious kubwa kiasi kwamba unaenda kukaa nje. Ilikuwa ni scenario namna gani kusikia kelele za mashabiki wakihisi kama umemshindwa kumkaba Selemani Mfalme, umejivunja? Mimi kwanza nitakwambia kitu kimoja. Mimi katika maisha yangu sijawahi kujivunja, kwa sababu siaminiki yani kwamba labda naweza ngakutana na watu kwamba wanifanye kwamba eti mimi niogope nishindwe za mechi kwamba okay sasa nastahili kujivunja nitoke. Siaminiki katika tatizo. Yani mimi wakati wote kama ninavyosema, mimi ni mshindani, napenda kushindana muda wote, napenda kushindana. Kwa hiyo wao waliona vile kutokana na scenario ambayo ilitokea, na hata mimi mwenyewe pia baada ya mechi niliangalia mechi, nikiangalia scenario na jinsi nilipopata maumivu, niliona pale ilikuwa kama challenge ya kawaida, yani vipi yani. Kwa hiyo vitu kama hivyo na maana ni Mungu tu ambaye amepanga kwamba bwana. Ndio maana unaweza kusema pia kuna muda unaweza unatembea tu ukapata maumivu au ukajikwaa tu kidogo, ni kawaida. Umeona? Kwa hiyo ni hali ya kawaida. Kwa hiyo kujivunja mimi katika maisha yangu sijawahi na siwezi, na siongei kwa ubaya, lakini sikuona ugumu wa mechi kwamba mchezo ulikuwa mgumu kwamba kupelekea mimi kujivunja. Na sikuona sababu au sikuona mtu yoyote kwamba anaweza kunichallenge mule kwenye ule mchezo kwamba ifikie tu kwamba mimi nijivunje kwa sababu yake. Mchezo ulikuwa open tu kawaida. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo tu, majeruhi hapa na pale basi. Lakini mlikuwa surprised kwa namna Simba alivyokuwa anacheza, tofauti na michezo mliowafunga michezo 6 mtawaliwa. Namna walivyokuwa wanafunga. Sikuwa surprised kwa sababu nilitegemea kwa watakuja vile, kwa sababu ukiangalia tumewafunga sana michezo ya nyuma, kwa hiyo ilikuwa lazima waje watumie effort kubwa ili kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo ule, lakini sisi nasi tulijipanga kuweza kupata matokeo, na matokeo ambayo yalitokea ina maana ndio matokeo ambayo yalikuwa yamepangwa na ndio maana yaliweza kutokea. Niliona ukiwa unaalia, natamani kujua kipi ambacho kilikuumiza zaidi, kutokuendelea na mchezo ama kuona kwamba umeumia? Yani kilichoniuma zaidi ni kuona kutokuendelea na mchezo, kwa sababu nilitamani kuendelea lakini nikaona hapa siwezi tena kuendelea. Ndio maana kuna muda nikawa nimetoka, mwalimu ananiambia rudi, yani narudi, lakini naona mbona kama nashindwa kosa ile hali kama imeniuma, na ukizingatia hiyo situation sasa kuipitia ndo mara ya kwanza. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiliniumiza na ilikuwa kama surprise kwangu. Diki, tutajua washambuliaji bora watano kwenye NBC kwenye hiki kipindi ambacho umekiona cha mzunguko wa kwanza na mzunguko wa pili ambao umeanza gani? Mimi naitazama kwenye picha moja kubwa sana, kwa sababu kwanza ilianza ikiwa ndogo sana, lakini tukiwa tuna matumaini makubwa kwamba kuna sehemu tunahitaji kufika. Ndio maana hata wakati tunaanza tulikuwa tunaweka effort kubwa sana ili kuweza kufikisha pale ambapo sisi tunatamani ifike, na ukiangalia tumeweza kwa asilimia kadhaa, na ndio maana hata JSM Foundation wameweza kuona kwamba okay tunahitajika na sisi kutia nguvu ili kuweza kuwa support. Lakini ukiachana na JSM, nyie pia waandishi mmekuwa watu kusupport toka katika siku ya mwanzo kabisa, tamasha la mara ya kwanza kabisa. Kwa hiyo nayo inatupa nguvu, na nyie mnakuwa mnazidi kutupush na vitu ambavyo tunakuwa tunavifanya vinazidi kuonekana na kutembea. Lakini watu wanaona kama mzani unaelemea sehemu moja, kila siku unashinda wewe bwana. Watu wanaona sasa kibwana atashinda lini? Kikubwa ni maandalizi ambayo mimi nafanya. Kizuri najua kuchagua timu nzuri ya wachezaji, kwamba mchezaji gani mzuri. Mimi sitafuta pia tu wachezaji wazuri, natafuta wachezaji wazuri ambao pia naamini wanaweza kupambana na kuweza kufanya vizuri. Mimi sichukuliagi kama ni mchezo tu wa hisani, ila na mimi ni mshindani siku zote, napenda ushindani. Kwa hiyo na napokuwa nachagua timu naangalia na ushindani, kwamba sawa watu waburudike lakini niweze kupata matokeo mazuri. Hapo lakini watu wanaona Diki kila siku anashinda. Leo tumemsikia Ziziki ametangaza upande wake. Kuna namna yoyote umeshtuka kusikia Stefan Ki la program amesema yeye upande kibwana? Mimi kwangu sijashtuka, kwa sababu mwaka huu pia mimi na timu nzuri sana, na tumejaribu kuangalia na tumetamani mwaka huu kuifanya kwa utofauti, kwamba at least tupate asilimia kubwa. Najua miaka ya nyuma tunakuwa kuna muda tunaenda tunakwama, kwa sababu unakuta ligi ilishaisha na wachezaji wengi washaondoka, alafu tunapata nafasi kubwa mpaka kwa watu kuja kurudi tena. Sasa mtu uweze kusema si eti mtu yuko kwao tayari kashasafiri nje uweze kumrudisha na kuwa ngumu. Kwa hiyo mwaka huu at least kwamba tunamaliza ligi, tunamaliza FA, hakuna pale national break, kwa sababu kipindi cha nyuma nakuta
ligi inaifaa ikishaisha, kuna timu za taifa pale zinacheza, kwa watu wapo katika timu zao za taifa. Kwa safari hii hakutakuwa na pale. Kwa hiyo naamini wachezaji wengi wa Simba, Yanga na Azam watakuwa kwenye ile wiki ya FA, wao wengi watakuwa wanapatikana. Kwa hiyo tutaweza kuweka timu moja, lakini kikubwa timu yangu mimi ninachoamini safari itakuwa nzuri sana. Ndio maana hata niliposikia swala la Azizi sijashtuka, kwa sababu na timu bora sana mwaka huu. Sawa, mimi nikurudisha nyuma, mbali tu na kuwa nje ya pitch, kitu gani ambacho umemiss zaidi kwenye klabu yako? Kitu nilichokimiss zaidi labda ni ile support tu ya wananchi, kwamba tunapokuwa uwanjani tunapopambana na wao kwa kusupport. Ndio kitu ambacho nimekimiss, vibe yao. Kuna mchezo Yanga walipoteza, walitoa sare pale Morogoro na dhidi ya Mtibwa, watu wakaona Yanga namna gani nini kwako, kile kipindi cha ups and down timu inapitia, kama kiongozi uko unazungumza nini na wachezaji wenzako? Na kwanza nilikuwa naamini ni nyakati tu za mpito, kwa sababu ukiangalia tulikuwa tunacheza mechi back to back, lakini pia timu ilikuwa ina majeruhi wengi. Kwa hiyo nikaamini kwamba timu yangu itaenda itakaa vizuri, na hata kabla ya michezo huaga mimi mara nyingi napenda kutuma tu message kwenye WhatsApp, kwa sababu tuna group, napenda kutuma kwamba okay, mchezo muhimu, lazima tukapambane tuweze kufanya vizuri, na ni pointi muhimu katika mchezo huo. Lakini ilifikia stage ambayo mimi pia nilikuwa natamani tusiende kucheza, kwa sababu timu ilikuwa tayari kuna majeruhi mengi na mechi tucheza back to back. Kwa hiyo lakini ukiangalia toka tumerudi watu wanapambana na timu inapata matokeo, na ninachoamini hiki ambacho kimeanza sasa hivi ndio mpaka mwisho wa msimu. Mbali na mchezo wa mpira wa miguu kwa ni mchezo ambao unahusianisha kugusana na matukio mengine, baada